Mtakatifu uliyomwandaa kuongea naye, kusema na kanisa lako kupitia mtumishi wako, naomba Mungu anene kwa ushujaa. Kwa jina lako Yesu, napangua kila ngome, vizuizi vitoeke mbele kwa kanisa lako. Kwa jina la Yesu, nguvu ya Roho Mtakatifu itumike kuganga na kuponya, itumike kuisha watoto wako, tukue katika misingi yako unayoitaka Mungu. Unapotuma watu wengi, maana yake unajua kuna kitu watatuachia. Kwa jina la Yesu, namweka sasa mikononi mwako, mtumie kama chombo chako, katika jina lako Yesu naomba tukishukuru. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ile saa mlipoweka pale haionekani. Ile saa mwanga wa kule unapiga huko tuone. Mmoja atoe kama inawezekana kae karibu hapa niwe naona. Haleluya. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Wazee wa kanisa na viongozi wote wa kanisa. DJ, Mungu awabariki sana. Weka tu hapa nitakuwa naangalia. Saa 6:05. Aise, walimu tunataka muda. Mimi leo mwalimu wako. Haleluya. Walimu wa CGM, walimu wa Sunday School. Yaani muwe makini sana. Kuna makosa tunayafanya kwa kutokujua. Unajua kosa ni kosa. Ukifanya kwa kujua au kwa kutokujua ni kosa. Agano la Kale linasema ukifanya kosa kwa kutokujua, adhabu yake ilikuwa ndogo, lakini kuna adhabu. Ukifanya kwa kujua alafu ukakosea kwa kujua, wakati unajua hili ni kosa, faini yake ilikuwa kubwa. Kwa kosa ni kosa, ijapokuwa kuna makosa tunayafanya hasa kwa kuzungumza. Tunasema kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ni kosa. Kufanya kosa ni kosa, ila kurudia kosa ni kosa zaidi. Unajifariji kufanya kosa sio kosa. Sasa umeharibu hiyo kosa, limesababisha uharibifu. Haleluya. Mimi leo nakuwa mwalimu wako. Tadili sana na viongozi wanaofundisha neno la Mungu hapa. Kuna makosa tunayafanya. Tunasoma Biblia bila vituo. Unaenda tu. Biblia imeandikwa kwa vituo. Haleluya. Kama kitabu cha Ufunuo kina sura 22. Lakini zote zimesimama kwenye Ufunuo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 8. Kitabu chote cha Ufunuo kiko hapo. Biblia nzima ina sura moja tu. Yaani mnielewe, Biblia nzima ina sura moja tu. Lakini tunasema Biblia ni msitu mnene. Usirudie tena kusema hivyo. Biblia sio msitu mnene. Ni kitu kidogo sana, ila chenye utukufu mwingi. Haleluya. Biblia nzima ina sura moja tu, na sura ya pili kidogo inaishia. Nayo hiyo Biblia nzima na huo mstari mmoja naozungumza ni Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa mwisho. Unaenda sura ya pili, unasoma mstari wa 1 mpaka wa 4. Unakuwa umesoma Biblia yote. Unakuwa umesoma Mwanzo mpaka Ufunuo. Umemaliza. Hebu niambie, kuna ugumu wote hapa? Haleluya. Tunaanza na utangulizi. Utangulizi kwanza, nawapongeza waimbaji. Nyinyi ni noma. Kazi yenu ni njema sana. Lakini kuna watu wameumia. Kiona kwaya zinafanya vizuri hapa mbele.
kwenye mazoezi hawakuimba kama walivyoimba. Walivutana mashati sana, walikwaruzana sana huko. Wengine waliondoka na nundu, wengine kwenye mazoezi hawakuwepo, lakini hata wamesema tuna wageni, tujifiche humo, piteni mbele tuonekane tuko wengi. Haleluya. Na maanisha hamwaheshimu walimu wa kwaya, mnawadharau sana. Wengine leo wamefika ibadani, amepewa rushwa na mwalimu ametoa rushwa. Tunamtegemea, tulikuwa naye kwenye mazoezi, lakini leo amepigiwa simu mara 3, alafu anasema siji. Nini sababu? Hana sababu ya msingi. Mwalimu huenda amemtumia shilingi 2000, ndio maana amehudhuria ibada leo, na ilikuwa nzuri. Walimu hongera sana. Wangapi wanawapenda walimu wao wa kwaya? Amina. Mwalimu wachorage hao, watazame sana hawa watu. Haleluya. Niko kwa baba yangu Mchungaji Hezroni Mwakifuna. Hezroni ni wa jina, na mimi naitwa Hezroni. Kwa majina naitwa Hezroni Anyitike Mwakatoga. Ni Mnyakyusa. Nimezaliwa mazingira haya hapo Ikoti. Miaka ya nyuma humu ilikuwa mapori, ilikuwa tunachungia ng'ombe humu miaka ya nyuma. Leo hii watu wamekuwa wengi, na ni wengi kweli. Duniani kila baada ya sekunde moja wanakufa watu 2, 1 mpaka 3 kwa sekunde. Kwa sekunde moja wanazaliwa 4 mpaka 5 kwa sekunde moja. Je, upande upi kumezidi? Kuzaliwa. Haleluya. Somo letu la leo, na hakika hujawahi kulisikia kwa mwalimu yoyote, hujawahi kusikia popote. Kama ulisikia, basi ulinitafuta kwenye mitandao ya kijamii. Haleluya. Takufundisha vitu vipya, yaani unaenda kuongezeka sana. Atakaye faidi ni mwenye daftari. Nitakufundisha somo la wiki zima, lakini ni baada ya asubuhi na jioni. Kwa hiyo tutakimbia sana, lakini naanza na utangulizi. Utangulizi namba 1. Haleluya. Haleluya. Nimeshika maiki 2. Kuna vitu mimi na rekodi hapa. Naomba maiki zingine wape pale, kundi kae hapo, nyingine kae huko. Wape maiki. Utangulizi. Utangulizi. Umeona hii maiki? Umeona hii maiki? Hiki kichwa hiki ninachosemea huku juu hakina uwezo wa kuhimili uzito wa maiki. Munisikilize vizuri, washika maiki. Hiki kichwa hiki hakina uwezo wa kuhimili uzito wa maiki. Utangulizi nimesema. Baada ya kuona hatuelewi, wakaweka hiki sio pambo. Hiki sio pambo hii. Hii waliona mnashika maiki hapa, unashika maiki hapa, hazidumu. Wamekuwekea hiki ili mkono uishie hapa. Elimu ya bure. Nakomesha kununua maiki. Kama hautanielewa, kitakuwa ni kiburi. Hiyo ya kwanza. Kwenye maiki hapo. Maiki mkono unashika hapa. Ukishika huku chini huku, unazuia mawimbi. Kwani inawaya hii? Kwa nini inaongea?
inaongea kwa sababu sauti inaingilia hapa, inatokea hapa, inaenda kule kwenye receiver. Wengine wanashika maiki hapa. Elimu ya bure. Ya pili, muda wa sifa. Muda wa sifa. Muda wa sifa ndio muda wa kwenda msalani, kurudi ndani. Kwenda msalani, kurudi ndani. Kwenda kupiga stori 2-3, kurudi ndani. Muda wa sifa. Muda wa neno ni muda wa utulivu. Haleluya. Ni muda ambao utake usitake, ni muda wa utulivu. Lakini hii haukuielewa iwe onyo kwa leo. Lakini kama utatoka nje kwa sababu haukujua, haina shida. Ila kuanzia ibada zijazo tufanye hivyo, sawa? Atakayetoka nje, kuna wengine wana matatizo, huyo tujue tu ni mgonjwa, haina shida. Ni mgonjwa, ana matatizo. Nazungumza kwa ujasiri kwa sababu EAGT ndio kanisa langu, ndio mama, ndio baba. Nimezaliwa humo, nimekulia humo, nimeishi humo, nimecheza midunguano humo, yani kila kitu. Mimi ndio damu ya EAGT. Wewe ambaye uko hai alafu ukajikuta uko EAGT, mimi nakupongeza, una akili sana. Mungu anayepatikana ile EAGT ndio Mungu halisi. Yupo mwingine yukoje? Mimi sijui. Kinachonishangaza ni kitu kimoja, huko kwenye vigenge huko mnakofanya biashara, mnakocheza mabao, mapuru, madrafti, sidhani kama unakuwa na muda wa kumlinganisha Mungu wako na Mungu wa hao rafiki zako. Yaani mnapima, mnashindanisha. Ni Mungu yupi anayestahili kuabudiwa? Mungu wa kwangu na Mungu wa kwenu. Haijalishi wao wanasali FPCT, Pentecost za wapi huko na makanisa mengine huko, au EAGT kwa EAGT, lakini tushindanishe Mungu wako na Mungu wa hivyo. Sidhani kama mnafanya hivyo. Wapo wakina Elia walishindanisha Mungu wao na miungu ya watu wengine. Wapo wakina Musa wanashindanisha miungu yao na miungu ya watu wengine. Nani atakayefuatwa? Mungu yupi anastahili kufuatwa au kuabudiwa? Kwa anaonekana hapo majibu. Watu wanasema kwa hapa Mungu anayetakiwa kuabudiwa ni wao. Vivyo hivyo na wewe unafanya hivyo, utangulizi. Namba 3. Hizo zimepita. Namba 3. Somo hatujaanza bado. Namba 3. Namba 3, nakupa somo la afya. Maana nisipokuelekeza haya, tutakuja siku nyingine hapa tutakuta watu wamelazwa huko, wanaugua vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo 90%. Hata hapa 90% wote wana vidonda vya tumbo. Kama hauna vidonda vya tumbo, basi una umri chini ya miaka 20. Una umri huo, lakini zaidi ya hapo haiwezekani, kwa sababu kila utakayemuuliza anasema vidonda vya tumbo chanzo ni mawazo. Naenda kinyume na mtu huyu, sio mawazo. Kwani ukiyakataa utaugua vidonda vya tumbo. Namba 1 sababu ya watu kuugua vidonda vya tumbo ni kula ovyo. Tunakulaje ovyo? Kuna hapa najua kuna wanachuo tena unasomea afya. Nafikiri watanielewa. Sababu namba 1, kula ni ovyo, kula ovyo. Tuzungumze hiyo tu kwa leo. Kula ovyo. Wewe umefunga, inafika saa 12, labda muda wa kufungua sasa, muda wa kufuturu, unaanza kutafuna kwanza tukaranga bigiji, au haujala chakula chochote, umechelewa kula, umeamua tu
Inafika saa 7, saa 9, saa 10 unatafuna tukaranga kwenye kijiko. Wababa wengine mibaba inanyosha mkono, anasema tukaranga onja, nalo linapokea. Unaonja tukaranga. Tafuna bigiji. Hujakula chochote. Mwenzangu, umekwisha. Wanaoathirika sana madereva, wafanya mazoezi. Hata wewe ambaye unakula ovyo. Wakati unatafuna bigiji, haujakula chakula chochote, taya zinapocheza zinakwenda kuswichi mifumo ya nyongo. Nyongo unapochezesha taya, zenyewe zinahesabu kwamba sasa chakula kimeshashuka kwenye mfuko wa chakula tumboni. Nyongo inapotemea ikifikiri kuna chakula, kumbe chakula hakipo. Unatafuna bigiji tu. Na nyongo ni asidi kali sana. Kazi yake ni kuozesha chakula. Hebu niambie, chakula hakipo, nyongo imeshashuka kwenye mfuko wa chakula, nini kinafuata? Utapata vidonda vya tumbo. Dawa yake sijasema usitafune bigiji, usitafune karanga za kuonja. Hivyo uvitumie baada ya kula kwanza. Kipande cha mwindi hakikusaidii, hakitoshi. Basi kula mahindi mawili ili kiwe kama chakula. Wanaogopa wengine kula mahindi. Kama kinunua mwindi mmoja mrefu, anakata tu vipande. Anaweka kingine mfuko wa huku. Eti takutana na watu njiani, watasema tukatie. Kweli mingine haina akili. Unakuta mwenzia amenunua mwindi, hana uhuru na mwindi, anabida vikata vipande. Kuta nalo linanyosha mkono wake, katie mwindi. Mwambie hii ni share yangu. Mwambie kwa sababu ni afya. Haleluya. Somo letu linasema, je, umefanya Pasaka? Wangapi wamefanya Pasaka? Tunyoshe mikono juu. Wangapi wamefanya Pasaka? Ni mama yule na yule mama yule. Wengine hajafanya Pasaka. Pasaka. Hata mimi nimefanya Pasaka. Wewe hujafanya Pasaka, alafu unajiita Pentecost, unajiita mtakatifu. Watanielewa tu baba, najua hawajanielewa, ila watanielewa. Tunaenda huko. Utakatifu. Ufunuo sura ya 10 hatujaanza somo. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12. Biblia inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Nimesema Mungu tunayemwabudu hapa ni mtakatifu, na ndio huyo anayestahili kukimbiliwa na bonde lote hili. Hapa, Mungu wa hapa. Haleluya. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao ni wepi hao watakatifu? Ni hao. Twende 13 pale 14:13 Ufunuo. Anasema heri wafu. Sikia watakatifu hao. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, kwa maana matendo yao yanafuatana nao. Hao watakatifu. Heri wafu. Kifo cha kwanza ni kuviacha ulivyokuwa unavipenda. Kwanza tuanze na kitu kingine. Wengi wananifahamu hapa. Mimi na hakika hiyo. Mchungaji ndio tunafahamiana vizuri sasa na kutazama sasa. Mimi hatufahamiani naye. Tunawasiliana kwa simu. Simjui. Mwakifuna. Hongera na kazi ya Mungu baba unayoifanya mahali hapa. Leo usizimie moyo, maana kazi ya Mungu haina majuto. Emosi sisi kutamia wanasumbua wakati mwingine. Unafunga hapa na kata kamba.
Hata unakuta ameenda kwenye shamba la watu, kondoo hawa, lakini mpaka amekuwa baba huyu, maana yake anachukuliana na wote. Haleluya. Wote ni watoto wake. Anajua gutoto huku gubovu, anajua hili litoto hili hapa siwezi kumtuma huku, hazifikagi zote, anamtuma huku. Kwa wote ni watoto. Haleluya. Maana baba mzuri ni yule anayewapa watoto wake chakula kwa wakati. Chakula ni kipi? Anawapa neno la Mungu lililofunuliwa. Anawapa asali na maziwa. Asali ni chakula cha kiroho na maziwa ni chakula cha kimwili. Huyu baba ndio mwenye jukumu. Lakini unamtazamaje wewe? Unamtazama kama Hezroni Mwakifuna, tena mfupi. Unamtazama hivyo. Kama ingekuwa tumtazame kama unavyomtazama hivyo, Mungu asingesema usimnyoshee kidole. Asingesema. Kwa unapomnyoshea kidole mchungaji au mama mchungaji, unamnyoshea Mungu. Yaani Mungu anaona unamnyoshea yeye. Ndivyo hivyo. Hajajiweka hapa. Amewekwa atake, amewekwa asitake. Wakati Mungu anaanza kutengeneza mazingira ya kumtoa huyu Mwisraeli Misri, Mungu asingeweza. Mungu hafanyi na watu rohoni. Anafanya kazi na watu mwilini. Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza. Ngoja tuelezee hapa. Somo hatujaanza bado. Tuanzie hapa. Biblia inasema Mungu sasa anamvuta Musa chema. Anamwambia Musa na kutuma kwa Farao. Sasa kwa Farao unaendaje? Sasa mimi Mungu nitaingia ndani yako, alafu wewe utaenda kwa Farao. Kule kwa Farao utakuwa kama Mungu. Kwa Mungu ili afanye kazi na watu lazima aingie kwenye nini? Kwenye Mungu. Yaani anafanya kazi na sisi mwilini, sio rohoni. Rohoni hatukutaki kwa sababu kwanza hatukuoni. Rohoni kwako. Rohoni kwako ni siri yako wewe na Mungu. Na ndio maana ukileta fungu la 10,040, mchungaji anasema, mwaminifu sana huyu. Je, ni kweli wewe ni mwaminifu? Hujaiba. Mchungaji anakusifia. Unajua mchungaji mwenyewe hajui kama wewe una Mungu ndani. Hajui. Ndio maana ana mashaka na wewe. Ndio maana anakataa mialiko. Anaikataa. Anayo mialiko lakini hawezi enda kwa sababu anaamini atakuja mtu akunyakue. Yaani mwewe akunyakue. Hauna Mungu. Ndivyo anavyojua mchungaji. Hauna Mungu. Galatia 4 mstari wa 6. Naenda kusoma hapa. Biblia inasema vitoto vyangu. Mchungaji wako sasa amekamatwa, anapelekwa gerezani. Anaacha kujihurumia yeye na watoto wake ndani. Analihurumia kanisa. Vitoto vyangu. Mchungaji anasema vitoto havina Mungu hivi. Havina Yesu, havina ulinzi wa kimungu. Vitoto vyangu. Mchungaji anasema vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu. Utungu ni zaidi ya neno uchungu. Vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu. Kwa maana bado Kristo hajaumbika ndani yenu. Hajaumbika ndani yenu. Sasa anapelekwa gerezani, anawaachaje? Anakuonea huruma. Umewahi kumwonyesha mchungaji kwamba mimi nina Yesu? Umewahi ili uitoe mashaka. Wana huduma anatamani aende naye kule apeleke alicho nacho lakini hawezi. Anasema mimi abanangu ngundekeraga jwani. Namwachia nani watoto wangu? Haleluya. Tunasema tunamtazama kama Mwakifuna, kumbe ni Mungu mwenyewe. Anasema ukawe kama Mungu kwa Farao. Na huyu kaka yako
Mungu ameteua watu wawili. Kwa Mungu kama Mungu asingeweza. Kwa ili Mungu aweze kufanya ni lazima kwanza aingie kwa mtu ili akafanye kazi na watu mwilini. Anasema kwenye Yohana 1:14 anasema nikafanyika mwili. Yaani mimi roho sasa, mimi Mungu sasa nikafanyika mwili, nikakaa kweli. Anafanyika mwili. Mungu anafanyika mwili. Sasa mchungaji, kumbe ni Mungu. Kumbe Mungu amemteua huyu. Ndio maana kutojua haya tunasema Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Si kweli. Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Tuliumbwa wote. Tuliumbwa wote. Tuliumbwa wote. Ila Mungu kwa hekima ya Adamu akamteua Adamu awe msimamizi wa sheria za Mungu. Adamu. Kwa Adamu ni mwanadamu wa kwanza tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu mpaka sasa, ni mchungaji wa kwanza wa agano la Mungu. Yaani ni mwanadamu wa kwanza kuzaliwa kiroho. Kwa sisi tunaishi kiroho kupitia sheria ya Mungu kwa Adamu. Sasa mchungaji wetu ni mchungaji wa saba kutoka kwa Adamu. Sheria zile ambazo Mungu aliweka kwa Adamu ndizo ameweka kwa mchungaji wetu. Kwa sababu ndani ya bustani ya Edeni ni mfalme wa Mungu. Tuelewane. Ni mfalme wa Mungu. Unajua Biblia Kiswahili kimeweka tu. Hakina maana sana Kiswahili. Ndio maana utakatifu mwanadamu anaitwa mtakatifu. Kiingereza kinasema hapana, hakuna mwanadamu mtakatifu. Kiingereza ndio kinasema. Kiingereza kinasema huyu mwanadamu ambaye anaitwa mtakatifu kwa Kiswahili, kwa Kiingereza anaitwa saint. Saint ni mtu aliyekombolewa kwa neema, yuko ndani ya Kristo, anaumia na sisi pamoja kwa ajili ya kusongesha gurudumu la Kristo. Huyo anaitwa saint na ndio mtakatifu mwenyewe. Je, mtakatifu kwa nini Kiingereza kinaweka makundi mawili? Kiingereza mtakatifu anaitwa holy. Holy ni Mungu mwenyewe. Maana yake hajawahi kukosea, hakoseaji na hata kuja kukosea. Huyu ndio anaitwa mtakatifu. Je, wewe hujai kukosea? Tukisema ibada saa 4 tunakuja saa 4 dakika moja. Alafu nasema mimi ni mtakatifu. Sawa. Huu ndio udhaifu wa mwanadamu. Sawa, tuishi nao huu. Yesu alisema sisi ni miti mikavu, yeye ni mti mbichi. Yesu anasema mwenyewe. Kwani anasema hivyo? Alafu Mungu huyo kwenye Ufunuo sura ya 3:8 Mungu anasema najua muna nguvu kidogo, lakini muna heri kwa sababu mnalisoma neno langu na kulishika. Tuna nguvu kidogo. Mungu anasema ndio halisia ya mwanadamu. Na mwanadamu akikosea ndio binadamu huu. Haleluya. Lakini Mungu anasema utakatifu tulio nao hautoshi. Nataka tukue tukufu hadi hamupo. Mungu awabariki kwa kazi yenu nzuri. Mimi ni mtoto wa mchungaji Makanyamale. Ni baba yangu mzuri sana. Tena sijaacha kumsifia. Kazi yake ni njema. Yaani Mungu kunichagulia yule awe ndio baba yangu. Yaani Mungu huyu ni noma sana. Sisi ni watoto kila Mwasemele. Kanisa la Kipentekosti linapokuja bonde la huku lilianzia pale kwa mchungaji Christopher Makanyamale. Ndio sisi tukiwa vitoto vyao humo wanaanza huduma na sisi. Ndio watoto wao humo. Ndio kanisa la kwanza la Kipentekosti Ikuti na Inyala Nyina halipo ni hilo tu. Likafuata la pili Ngoria pale Church of God likafuata hilo. Haleluya. Mnielewaje na maanisha nini? Kwamba haya makanisa sasa yamekuwa mengi. Leo nimepita hapo kutoka kuna kanisa hapo, kuna kanisa hapa, kuna kanisa. Yaani ni utukufu kwa Bwana. Haleluya. Kote pamejaa watu. Ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Anazungumza wingi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba. Wewe unasoma tu. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa nini mbingu na nchi? Dunia haizungumzwi hapo. Dunia haipo. Dunia hajaumba Mungu. Tuelewane hapa. Mungu ameumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Mbingu ni nani? Alianza na mbingu. Mbingu ni wachungaji au ni Mungu mwenyewe. Sasa Mungu ni roho. Ile roho sasa imeingia ndani ya watu ili tupate stahiki zetu. Tupate maisha. Tupate yani hivyo. Haleluya. Nchi ni wapi? Ni kitu gani? Mungu hapo mwanzo Mungu
waumini wanaolisikiliza neno la Mungu na kulitunza. Ndio nchi. Kwa nchi ni wewe na mbingu ni wachungaji. Kwa kama ulikuwa haujui, unasema tu hapo mwanzo Mungu aliziumba. Msielezee sasa. Mungu aliziumba mbingu na nchi na ardhi. Ardhi kwa ajili ya maisha sasa. Maisha yaendelee katika ulimwengu wa mwili, alafu na kiroho ndani yake. Kwa mbingu ni wachungaji na nchi ni waumini. Na ndio maana mbingu na nchi vilipita kwa Adamu, vikapita kwa Nuhu, vikapita kwa Ibrahimu, vikapita kwa Musa, zikapita kwa Yoshua, zikapita kwa Yohana Mbatizaji, zikapita kwa Yesu. Tupo sisi sasa. Hoyo. Haleluya. Unanielewa? Umehesabu hapo? Mchungaji wetu ni wa 7. Kwa kama ni wa 7, ni Yohana Mbatizaji mpya. Yohana anasema, sistahili hata kulegeza gidamu kamba za viatu vyako. Yohana anasema, kwa mimi mamlaka niliyopewa ni ya kubatiza kwa maji tu basi, lakini yupo ajaye, yeye ndiye mwenye mamlaka ya kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa Roho Mtakatifu ni nini? Ni neno la Mungu lililofunuliwa, ni neno la Mungu la kweli. Moto ni nini? Moto ni ubatizo ambao mwanadamu hawezi kukupeleka motoni, lakini motoni mwenye mamlaka kukupeleka ni Yesu mwenyewe. Kwa ukimkataa Yesu, yeye atakushika atakupeleka motoni. Ukimkubali Yesu, atakukamata atakushika atakupeleka uzima wa milele. Ndio pale heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Kwenda wapi? Matendo yako yanafuatana nao kwenda wapi? Heri wafu, niangalie vizuri sana. Heri wafu ndio huyu mtu anaacha alivyokuwa anavipenda, anaacha, anahamia hatua ya kwanza. Heri wafu. Tena wafao katika Bwana, kufa katika neno. Tuko tayari? Sisi tumesema tu tumeokoka, tumebatizwa, lakini kuna maisha ndani ya wokovu, kuna maisha ndani ya ubatizo yanaendelea. Tunataka matendo yako huko. Kwa mabalozi wako unawajibu ovyo. Unasema sisi kanisani kwetu tuko wengi, mimi nitalizika kanisa. Siwezi kushare na hawa ambao hawamjui Mungu. Siwezi kushare na mabalozi walevi. Siwezi kushare na wenye viti walevi. Wewe mwenzangu, hata wale Mungu aliangalia hekima ndani yao akawaweka. Acha kuheshimu madhabahu peke yake. Hata wale ni madhabahu, maana wamebeba kundi la Mungu nyuma yao. Waheshimu. Siheshimuni mamlaka zilizowekwa. Haleluya. Ila wewe sasa, kwa sababu una hekima ya Mungu ndani yako, utamtangaza Yesu kwenye kitongoji chako. Kwa hekima zako, kwa michango yako, kwa unyenyekevu wako, kwa mahudhurio yako kwenye maendeleo. Watasema Mungu wa watu wabaya ndio anastahili kuabudiwa. Ndio uliye naye wewe huko. Tuambizane tu kweli. Ndio Mungu uliye naye wewe huko. Au unasema kanisa linapopakuzika. Tuambizane tu kweli. Kanisa halina pakuzika. Je, mabalozi sio ndio mamlaka? Hata kuweka tu kanisa hapa, waliweka mihuri ngumu, endelee na ibada. Haleluya. Amen. Jioni, baada ya jioni waandae maswali yoyote yale ndani ya somo na nje ya somo, ikawe homework kwako. Umekutana na mwalimu mwingine sana leo, jibu kwa hoja ya neno, sikujibu ya kwangu. Ndio maana nimesema wale ambao wananifahamu waniweke mimi pembeni, alafu wamweke Mungu katikati yao. Wamweke Mungu. Mimi nimezaliwa nao hapa, nimekuwa nao. Wewe ndio wanamfahamu ushuhuda wangu wa jana, wa juzi, wanamfahamu kwamba hata huyu kweli ukimtazama kama huyo hautanielewa, lakini mtazame Mungu aliye ndani yangu. Maana Biblia inasema awapokeaye mimi anipokea mimi niliyowatuma. Haleluya. Ndio hivyo hivyo. Ndio hivyo hivyo. Leo wewe usinione mimi kama Hezron, mtazame Mungu ndani yangu. Mimi Mungu amenibadilisha. Tena amenibadilisha, alafu Mungu aliyenibadilisha mimi sasa. Kipindi kizuri hiki. Kipindi hiki ni kizuri kwa sababu kila kinachoonekana mbele ni kitamu. Unatamani ukiguse kidogo, lakini Mungu anakuokoa kipindi hicho. Mwenzangu, wewe sijazeeka sana. Nina miaka michache tu. Michache sana. Njoo mwanangu wasalimie kanisa. Mwanangu wa nne, mimi nina miaka mingi, kitu kadogo kama haka. Hebu sema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisipoteze muda sana, muda wetu ni mchache. Kwa majina naitwa Christian Hezron Anyitike Makatoga, ni mtoto wa 4 kama nilivyosema baba. Nimeongozana na baba yangu tuje kuwatangazia neno. Asante kwa kutupokea. Mtoto ana sauti kubwa.
Bwana asifiwe. Kumbe kitoto kikizaliwa kinachukua kwa mama au kwa baba. Usishangae hakifuatani na wewe, usishangae. Utasikia wewe, mwanangu mbona ana rangi? Nimelandisha visigino. Visigino utavua kiatu muangalie wewe. Utachelewa sana. Utachelewa sana. Utachelewa sana. Kwani mtoto mmoja anazaliwa na mtu mmoja. Kwanza Biblia inazungumza tumbo la mama. Anasema nitabariki uzao wa tumbo lako. Kwani tumbo la baba na tumbo la uzazi? Tuelewane. Na ndio maana sijaacha kusema hivi kwamba usafiri unabadilika. Mwanzo ulikuwa kwa miguu, baadaye wakabuni kusafiri kwa kutumia zile vyombo fulani hivi, si mikokoteni ile. Baadaye zikaja si farasi na vitu vingine, baadaye baiskeli, baadaye yakaja magari fulani ya kijinga jinga. Sasa hivi vipi usafiri ulivyo? Lakini mgongo wa mama haujawahi ku expire. Unabeba mtoto tangu enzi mpaka sasa, ni huo mgongo. Haleluya. Haya ndio maisha. Haya ndio maisha. Kwa wokovu kuna maisha ya wokovu. Ubatizo kuna maisha ya ubatizo. Haleluya. Haleluya. Kwa tunahitaji matendo yako ya mwili huko. Unaishije na watu wako ili umtangaze Yesu wa mahali hapo. Mchungaji amesema wapite wa fungu la 10. Wamepita, nimehesabu mimi kanisa zima. Mapato ya wiki zima wamepita 4. Ina maana wengine wamepata 0. Hawajapata hata 100. Ngoja nikwambie fungu la 10 lilivyo. Fungu la 10 lilivyo liko hivi. Kwanza fungu la 10 sheria yake inasema hivi: huimarisha na kutunza, na yani inatunza familia hazitakabwa na wachawi, inatunza watoto hawatafeli masomo, yani inatunza vyanzo vya mapato yako, hayatabunguliwa, hayataliwa. Fungu la 10 kazi yake ni ulinzi, ni ilisi ya kutunza na kulinda familia yako na maisha yako yote kwa ujumla. Fungu la 10. Zaka, hatujui zaka. Zaka ni lazima, na ndio maana zaka Malaki 3 mstari kuanzia wa 8 pale anasema hata wa mataifa wanatakiwa walete zaka. Wao wako salama kule kwa sababu ya kanisa la hapa. Nataka walete fungu la 10. Namwambia mchungaji mmoja jana, namwambia tengeneza bara hizi ni kadi. Anza nyumba ya kwanza mpaka mwisho, usiangalie mpagani sana. Mpe bahasha, tunaomba ujenzi wa kanisa. Mpe bahasha tu. Eti bahasha inabidi ipeleke kwa makanisa tu basi. Wewe hata wale ni wana wa Mungu jamani. Ni watoto wa Mungu. Ila tu bado hawajafikiri kuwa wana wa Mungu. Peleka bahasha kwa kila mtu. Ndio plani, tunaishi hivyo. Mbona wao wanatupa kadi zao, hawajaokoka ndio wanasema mwanangu nataka kuolewa. Wanaleta kwetu hapo. Mbona tunachanga? Na wao tuwape kadi wachange, tujenge kanisa. Wabarikiwe na wenyewe. Mungu anasema tuwabariki mara 100 duniani alafu na uzima wa milele. Kwa mwingine ataisha mara 100 ya duniani, lakini uzima wa milele hamna. Sisi tuna raha, maana tuna ni double. Haleluya. Na Yesu asifiwe. Amen. Sadaka, faida ya sadaka ni kuongezea vipato, yani kuongeza kipato chako. Kipato kinaongezeka. Ila zaka haiongezi kipato. Tuelewane. Zaka inatunza kipato chako. Zaka inalinda familia yako. Haiongezi. Ila kinachoongeza ni sadaka. Sadaka inaongeza mwenzangu. Kama mtaji wako ulikuwa ni 40,000 haitakuja kuishi. Si mwaminifu kwenye fungu la 10 4,000 kila mwezi, kila wiki unaleta, kila siku unaleta 4,000. Mtabaki hiyo 40,000. Hiyo. Lakini ukitaka kusema Mungu 40,000 hainitoshi, natoa sadaka hii. Ongeza kwa 10,000 kwenye sadaka. Toa 10,000 ongeza tu tayari mtaji wako umekuwa 50,000. Mungu atalinda 50,000 yako hiyo. Haleluya. Ndio kanuni. Kwa nini tunaiba? Kwani tunaiba kwa sababu tunaishi zamani. Leo tunaishi zamani mwenzangu. Tuishi sasa. Tuishi sasa. Mwingine akasema wewe, sasa hivi haya tulikuwa tufanye sisi zamani. Mnayatoa wapi? Yaani huyu anazungumza zamani. Nikasema basi rudi zamani katwange mahindi kwenye kinu. Leo sisi tunasaga mashineni. Katwange tembea kwa miguu. Tunapanda magari. Wameua watoto wao kwenye viwanda kule. Tunavaa nguo hizi walizindika vichwa vya watoto wao. Tunavaa. Useme zamani, ishi sasa. Ila kila unachokifanya ukitakase kwanza. Haleluya. Nyonyeza damu ya Yesu kwa imani. Kwa nini tunafeli? Hilo somo tutalifunza baadaye kwamba Pasaka. Nini maana ya Pasaka? Tumezungumza Pasaka. Umefanya Pasaka. Mumekaa kimya. Tafsiri hii. Pasaka ni nini? Kila mtu ukimuuliza Pasaka, hata walimu wote hapa. Pasaka watasema Pasaka inaanza kwenye Kutoka sura ya 12 mstari wa 3.
Wanazungumza Pasaka imeanzia pale. Pasaka ilianzia hapo. Pasaka imeanza tangu zamani. Tangu Agano la Kale kule. Haleluya. Nani yuko faster kusoma Biblia? Nani yuko faster kusoma Biblia? Tumpe maiki huyu mtu. Wakati mwingine nikianza kusoma mwenyewe mtasema nasoma vya kwangu. Mimi nimeshika. Naweza kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka 20 bila kuangalia Biblia. Yuko hapa? Maiki iko. Tunasomea maiki. Tumpe hii hapa. Yuko wapi? Soma baba. Kimo cha maandamano. Safi sana. Safi sana. Sasa nyinyi msichangae. Kwanza yeye amejaa. Wewe unafikiri nyama hizi zingechomolewa zipangwe juu huku? Unaweza kumfikia wewe ule? Hebu tusome baba. Msikilize Pasaka ili kuanzia sasa. Pasaka ilianzia kwenye Kutoka sura ya 3, Kutoka 12 mstari wa 3. Tuangalie Pasaka ili kuanzia. Kwanza kabla ngoja nitoe maelezo kwanza. Mwanadamu ametokea wapi? Biblia inasema ameumbwa kutokea wapi? Mavumbini, sawa? Alafu huyu mtu aliyekuwa ameumbwa kutoka kwenye mavumbi ili asiwe mavumbi. Huyu mtu sio mwanadamu. Mwanadamu limekuja baadaye sana. Huyu mtu, maana Biblia inasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano wetu Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Hiyo ni tenses. Ni hiyo hapo panazungumza wakati uliopita au wakati wa sasa. Sasa mbele huko. Unajua Biblia inachanganya sana. Leo utajifunza. Nimesema Biblia nzima ina sura moja tu. Alafu kitabu cha Ufunuo kina sura moja tu, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Biblia nzima ina sura moja. Mstari wa kwanza wote, Mwanzo moja wote, na Mwanzo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia imefunikwa imeishia. Kwa pale ukichanganya mafaili tu, hutaielewa kamwe. Ndio maana nimesema mwenye maswali aje na maswali yake. Na maswali yanakuja kwenye hapa. Wakati uliopo na wakati ujao na wakati uliopita. Yaani ukichanganya hizi tenses, mwenzangu nitakupa kodi za namna ya kusoma Biblia kuielewa. Leo ujiandae hivyo. Tena nitakufundisha vitabu ambavyo vimechomolewa kwenye Biblia. Kuna Biblia mpya imetengenezwa na Shoga, imetoka 2025 na kale zaidi ya kale 10,000 zimeingizwa kwenye taifa letu la Tanzania. Hizi Biblia vile vitabu vya ushindi. Vile tunavyoshindia sisi. Akija adui unafungua Biblia, unasoma kama mstari, adui anakimbia anaondoka. Vimechomolewa vyote hivi. Tutashindia wapi sisi? Kwa hiyo wanataka kutengeneza kukiharibu kizazi kijacho. Maana hizo Biblia hazitakuwepo. Tunategemea kwenye simu. Za kwenye simu umewekewa kwa muda tu, sio zako za kwao. Wamekuwa zima. Unakuta kesho umeishi na Biblia hiyo mara imechomolewa haini. Mimi imetokea tu mara nyingi. Nimeandaa vipindi nimevimark ili nikafundishie hivyo. Unakuta nafungua Biblia kwa sababu unakuta Biblia ile haipo kwenye simu. Wanazichukua hizo. Kwa wao lengo lao ni hilo kwamba wazitokomeze hizi hard copy, hizi Biblia hizi. Ninayo, usifikiri sina. Ninayo ila sifungwaje tu maana maneno ya Mungu yako kichwani kwangu. Ninayo. Nitafundisha, nitachapia nini? Unapochapa mtu awe na Biblia na mimi nionyeshe ya kwangu. Kwa na wewe ukanunue Biblia. Mchungaji wetu, huyu mchungaji sio wako peke yako mwenzangu. Hata ni kiongozi wangu pia wasijie. Ni baba yetu wote. Kwa sio wewe tu. Kwa naamini mshirika wake yoyote awe mfano, awe na Biblia. Awe na Biblia. Ili anapofika kututandika huko awe na haki. Tulikuwa mavumbi, Mungu ametutoa mavumbini. Tukaishi tukiwa mavumbi, Mungu akaona huyu mtu ili asiendelee kuwa mavumbi, akampulizia pumzi ya uzima, ya uhai puani mwake. Akawa kiumbe hai, tayari ametakaswa kutoka kwenye mavumbi. Mavumbi ni uchafu. Ametoka kwenye mavumbi, amekuwa kiumbe hai. Ndipo jina la mwanadamu likaanza kuitwa, kutengenezwa. Maana Biblia inasema na tumfanye mtu. Na huyu mtu baadaye akawa mwanadamu. Baada ya kutenda dhambi, neno mwanadamu likafutika tena. Biblia inasema huyu mtu, yani huyu mtu amekuwa kama sisi. Sio huyu mwanadamu, tumeliondoa jina la mwanadamu tena. Kwa mwanadamu maana yake ni yule ambaye amelikubali neno la Mungu. Huyo ndio mwanadamu. Ukikataa neno la Mungu unarudi kule kwa mavumbi. Unarudi kwa mavumbi. Na shetani wakati Mungu ametoa laana kwenye bustani ya Edeni, anamwambia chakula chako kitakuwa mavumbi. Mavumbi sio haya, ni mtu aliyekataa neno. Ndio mavumbi. Kwa kama hujaliwa leo, chakula chake cha akiba.
Tusikilize sasa. Wakati tumetenda dhambi tayari, tumerudi tena kuwa mavumbi ambayo ni chakula cha shetani. Mungu alizunika moyo, lakini Mungu ameleta wokovu tena. Haleluya! Mungu ameleta wokovu tena. Anasema basi hivyo hivyo halivyo mtu, hivyo hivyo halivyo nitampokea. Mwanzo 3 mstari wa 18 19. Soma 19, utasoma 20 na 21. Hebu anzia 19 au anzia 18. 18 inasema, msikilizaji, unajua anatosha yeye aliyefunua hiyo Biblia, sio mpaka mshuhudie wote. Kwa nini ya kwangu hii? Kwa mimi nataka kusikilize ili tusielezee sana, maana muda hautoshi kabisa. Mungu bariki mtu huyu. Baba, naomba usome sasa. Nitasoma. Amen. Michongoma na miiba itakuzalia. Baada ya kutenda dhambi sasa, tumemkosea Mungu sasa. Mungu amegeuza kisoko chake. Hebu soma hapo baba. Nawe utakula. Anza kuelezea, anza mwanzo kabisa. Na soma kitabu fulani, bini fulani katika jina la Yesu. Tukuitikie baba, tuweke sawa wenzio. Amina. Nitasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 18. Amen. Inasema, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe. Umesikia hiyo? Subiri kwanza. Subiri. Kwa maana umavumbi 19. Kwa maana tumerudi kwa mavumbi. Ile dhambi imeshafanyika. Anasema michongoma. Yaani nitakula majani ya kondeni, sawa? Alafu anasema, hebu elewa hapa. Tayari tunaingia kwenye laana. Ile raha na ile nuru sasa haipo tena kwenye maisha yetu. Anasema kwa maana nimekuwa mavumbi tena. Baba endelea. Kwa maana umavumbi wewe. Amen. Nawe mavumbini utarudi. Amen. Mstari wa 20. Soma 21. 21 inasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Inatosha. Bwana Mungu amerudi tena kwa mtoto wake, kwa mtu aliyemuumba kwa thamani sana. Bado akaona huyu mtu sasa. Ngoja nikwambie. Wakati Mungu amerudi, ameenda kwa Serele na Adamu hayuko, amejificha. Adamu uko hapa, anasema mimi niko uchi. Unajua kwa Mungu wote hapa tuko uchi. Wote hapa tuko uchi. Hatujavaa nguo. Hizi nguo tunavaa sisi tusitendeshane dhambi. Ndio maana tunasema sketi fupi usituvalie wenzio. Zinatutoa kwenye uwepo wa Mungu. Unajua kitendo cha kusema tuombe, kile kitendo maana yake unapoomba ukifungua macho hivi unakutumrudi mwilini. Kwa mketi mwana wa bandu kabibi. Umenielewa? Kwa namna hii sisi tunaona wewe uko uchi, lakini Mungu anaona wote tu uchi. Haleluya. Anasema Mungu akarudi. Bado akarudi kwa sababu tayari tu uchi. Sikiza nikwambie, Pasaka imeanzia hapo sasa. Kuna damu ya mnyama ikamwagika. Haleluya. Damu ya mnyama ikamwagika. Mnyama akapoteza maisha. Mwanadamu, Mungu anatengeneza ukombozi tena kwa mwanadamu ili amrudie Mungu. Alafu ngozi ya yule mwanadamu Mungu akatufisha. Kitabu cha Kutoka vile vile vitu viwili vilifanya kazi. Damu ya mnyama na nyama yenyewe. Haleluya. Damu ya mnyama na nyama yenyewe. Pale ndipo palipotengeneza lile neno linasema Pasaka. Pasaka, unajua neno Pasaka kwanza halina maana. Pasaka halina maana. Maana neno Pasaka maana yake pita kwa juu. Basi ndivyo tu. Ndivyo kwamba unapokuja kuangamiza usituangamize sisi, upite kwa juu. Kwa ile ishara ya damu ndio kitendo chenyewe. Ndio kilichofananisha, kilichosababisha yule chinja alipofika akapita kwa juu. Pita kwa juu. Lina maneno mengi, majina mengi. Waebrania wanaita Pesach. Pesach. Waingereza wanaita Passover. Passover. Mwenzangu, Kiingereza kina raha yake. Wakituni wimbo wa Kiingereza ni mtamu, hata kama halina kodi nzuri, lakini kwa sababu ni Kiingereza. Wimbo wa Kiswahili unakuta na kodi nzuri, lakini ni wa Kiswahili. Hauna maana kwa sababu ni wa Kiswahili. Kiingereza kina nini hiki?
yake ni beginning, maana yake ni mwanzo kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza hivyo kwa beginning, mwanzo ya kwa Kiswahili. Ya Kiingereza mwanzo ile tunataja sisi kwa Kiswahili mwanzo ni mwanzo tu, mwanzo. Kwa Kiingereza inaitwa Genesis. Genesis maana yake asili, original, uhalisia. Uhalisia, ule uoto wa asili tunao, yani sisi ndio hao. Pasaka maana yake nimesema umefanya Pasaka. Pasaka kweli ni kumbe. Wakati Mungu anapambana, anahangaika kuwatoa wana wa Israeli Misri. Huyu Mungu ni noma. Ngoja muangalie alivyo. Wanapambana kwa kutumia hiki. Mungu anasema akaendelea kufanya moyo wa Farao kwa mgumu. Hasa nataka kuuliza, huyu Mungu vipi? Kwa nini anapambania wana wa Israeli watoke? Tena kwa nini anamfanya Farao awazuie wasitoke? Kwa nini? Kumbe upuuzi, kutoelewa kulikuwa ndani ya wana wa Israeli. Kwa kumbe wana wa Israeli walikaa Misri kwa upuuzi wao wenyewe, kwa kutomjua Mungu wao wenyewe. Kwa Mungu alichokuwa anakitaka, anataka ili jamaa ifungue akili wa Misri waelewe kwamba Mungu wa hao ndiye Mungu anastahili kuabudiwa. Yalilala kule, yalizembea huko, yalikandamizwa huko na miungu ya Kimisri. Nitakuja nikutajie siku moja, nitakuja hapa tufanye semina hata siku 3. Nikupe somo hilo vizuri. Nikutajia hata ile miungu 10 ilikuwa inaitwaje. Ile miungu wa Misri. Kila mungu alikuwa na jina lake. Mungu chawa, Mungu nzi, Mungu maji. Nitakutajia kila mungu na jina lake. Na vitabu ambavyo vinaenda kukusaidia ili ujue kwamba nini kiliwakandamiza wana wa Israeli kule. Ni uzembe wao wenyewe. Miaka 400. Pigo la 10 ndio likao baya sana. Lile nafikiri Mungu akaamua tu basi awatoe hivyo tu. Na anawatoaje? Maana Biblia inasema wamekaa miaka 400 na 30. Ile 30 tayari wameshatoka pale walikuwa wanaishi. Walikuwa wanaishi wapi? Wana wa Israeli ndani ya utumwa kule Misri. Walikuwa wanaishi pale itoje pale? Palikuwa panaitwaje? Wewe unasema palikuwa panaitwaje pale ndani ya nchi ya Misri pale? Palikuwa panaitwaje? Gosheni sana. Mbona unasema sasa? Unaona chini jamani, unaongea na simu. Gosheni. Pale Gosheni waliishi miaka 400. Sawa? Wakati hatua za kutoka zinapoanza wanazuiliwa baadaye wakajikuta wameishi miaka 30 karibu na geti, lakini hawalioni geti. Hawalioni miaka 30 iliongezeka, wamekaa geti lakini geti hawalioni. Kwa ili geti lionekane sasa ilikuwa ni damu kwanza. Kafara ya damu ya mnyama. Ili laana walionayo itoke. Ili sheria za Misri zitoke. Ilikuwa ni lazima wafutiwe akili zao kwa kupitia damu, kafara ya mnyama, damu ya mnyama. Ilikuwa ndivyo. Maana ilikuwa ngumu. Wangetoka, ndio maana wengine bado yalitoka, yanawaza kule. Kwa hicho ndio ambacho Mungu hakukitaka. Kaona ili azifute zile sheria za kule ndani ya mioyo yao, ndani ya miaka 400 sio mchezo. Ni vizazi vingi, 4, karne 4. Wamekaa kule. Kwa mifumo ya kule wanayo. Kwa wanatokaje? Kwa ili watoke kule kwa kafara ya damu ifute ile mifumo ya Kimisri waje nayo. Lakini bado yalisumbua. Bado walisumbua. Kwa kafara ya damu ya mnyama haikusaidia kumkomboa mwanadamu. Bado mifumo ya Kimisri ilifanya kazi mpaka leo. Mifumo ya Kimisri inafanya kazi mpaka sasa. Watu wanatumia viambatanishi, watu wanatumia maji, watu wanatumia chupi za upako. Wanasema chupi, ukivaa hiki wewe unakuwa salama. Watu wanatumia mikate, watu wanatumia vitu vya ni miungu ya Kimisri inaishi mpaka sasa. Mwanadamu bado shingo yake iko Misri. Mpaka imefika mahali Misri sasa imechukua nafasi. Kwa mwanadamu huyu imechukua nafasi. Anasema Danieli, kwa Danieli 7 kuanzia mstari wa 17. Anaeleza vizuri. Au ukisoma Danieli yote anaeleza vizuri. Na kitabu cha Ufunuo kinaeleza vizuri. Kwa huyu Misri
Mwanadamu yoyote sasa yuko ndani ya Misri. Yoyote. Hata mimi niko huko. Hata mimi niko Misri. Lakini sio Misri. Kwa hiyo watatuingiza Misri, lakini hatutakubali kuwa wa Misri. Maana wametuingiza. Yoyote anayetumia smartphone, yoyote anayetumia simu yoyote ile, ameingizwa Misri. Hakuna namna. Ndio maana kila kitu kinafanyika kwa system. Leo hii nataka nikwambie, ili usiibe fungu la 10. Ukiiba fungu la 10, umeweka laana kuanzia wewe mwenyewe na ukoo wako wote. Yatafeli watoto yako. Itakukuta mikosi ya ajabu kwenye maisha yako. Unapanga vyumba vya biashara na kufukuza. Unakosa kodi. Unajiingiza kwenye mikopo kwa sababu hutoi fungu la 10. Misri. Nasema tumeingizwa wote Misri. Tumeingizwa aje? Yoyote anayetumia simu yoyote, huyo yuko Misri. Sijasema ni Misri, tuelewane. Ni Mwisraeli huyo. Ni Mwisraeli. Haina shida. Watatuingiza Misri, lakini hatutafuatana nao. Hatutakuwa wa Misri. Sisi tutataja jina la Bwana aliye hai. Maana Biblia inasema wakati wengine wanamsujudia yule mnyama, wale ambao hawatamsujudu ni wale ambao majina yao yatakuwa yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Haleluya. Nashangaa nikihubiri watu washangiliaje. Haina shida. Kaa tega masikio usikilizage hivyo hivyo. Injili inatisha sana hii. Nataka ukae sawa. Nataka usiishi kwa mazoea. Nimesema je, tumefanya Pasaka? Tumefanya Pasaka. Pasaka ni kweli ya Yesu ndani yako. Pasaka ile damu ya Yesu iliyosababisha ukombozi wako. Uwe wewe sasa. Ishi na hiyo. Tayari umefanya Pasaka. Kwa sisi hapa wote tumefanya Pasaka. Maana tumekataa sheria za shetani. Tumeamua kufuata sheria nani? Ya Mungu. Kwa sisi tumefanya Pasaka. Maana tumekombolewa na damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Hey. Ninapozungumza neno la Mungu au ninaposoma neno la Mungu linanitia nguvu sana. Mimi sikuwa huyu unayemfahamu sasa, unayeniona sasa. Nilikuwa wa ovyo. Ndio maana napenda kusema Yesu huyu aliyenifanya mimi niwe mimi ni Yesu hakika. Mama yangu ni mchungaji wa EAGT huko Igurusi pale. Ndio amefanya kazi na mzee Hezron hapa kwa miaka mingi wakiwa watumishi wa Mungu wa EAGT. Mamangu alifanya kazi kama mwinjilisti na yule Vicky Kioma kama mnamfahamu. Yule Vicky Kioma ndio ameanza na mama programu za kutengeneza wainjilisti wa EAGT. Na mamangu alikuwa mmoja wa mamangu uchungaji alikuwa anaupiga chenga. Ni kazi. Hey! Bombo ngafu bwana. Bombo yake jikuta ngafu, lakini ili iwe kazi nyepesi, shike mkono wako, mkono wa mchungaji wako chini huko. Umsaidie maana amelibeba kanisa peke yake. Weka mkono wako hapa kwenye mkono wake. Hatachoka. Kazi ya Mungu itakuwa nyepesi. Maana yake itambue huduma yako ndani ya kanisa. Itambue karama yako ndani ya kanisa. Hicho ulicho nacho nimesema unajivuna nacho. Tunakusifia kwamba wewe ni mwimbaji mzuri kweli, tunaburudika kweli. Lakini unajivuna nacho, unatunyanyasa mpaka tukunulie Pepsi unafika. Imefika mahali wachungaji wetu wanajificha kwenye meza hizi. Mchungaji anasema simama kwa huku, wakati nimevaa kiatu kizuri. Huku anasimama aliyovaa viatu vimepinda. Yaani kiatu chake hakipendezi. Anasimama hapa, hata bana angesogea atapaka hapa na shindo. Amevaa kiatu kibaya. Ana washirika 20. Mchungaji amevaa kiatu kimepinda. Inafika mahali tunaenda kwenye matamasha huko. Tunaenda kwenye mikutano watu wengine, unashindwa kumadvertise mchungaji wako huyu hapa. Mwenzenu tunaning'inia kwenye mabega yake, ndio baba yangu huyu. Mimi na baba anajivunia kwa baba ndio watoto wangu. Kwa sababu yuko smart. Tunashindwa kumvika Mungu. Maana Mungu anasema analikuwa uchi, hamkunivi. Sasa kama Mungu ni roho, roho inavaa. Kama Mungu anasema nyumbani kwangu chakula hakipo, Mungu anazungumza. Je, Mungu anakula wakati yeye ni roho? Kwa ile roho imevaa mtu.
ili Mungu afanye kazi na sisi mwilini. Amevaa mtu, naeleweka? Amevaa mtu. Ndio maana anasema msinyoshe kidole mtumishi. Ni Mungu anasema msinyoshe kidole. Wewe kwa sababu hauna mimacho ya ndani, una mimacho ya nje tu ya mwili. Ngoja nikwambie, sisi tumeomba mara mbili. Tuna nguvu ya rohoni na nguvu ya mwilini. Tunaishi mwilini tu. Mwilini tu. Na mwilini huko. Ndio maana kumeshindwa mpaka leo. Huwezi kujitambua. Yaani huwezi ukajielezea ulivyo. Mwanadamu alivyo yuko hivi. Mpitishe mbele, mwambie fanya. Jielezee. Atajieleza huyo. Anatoka hapa anajieleza. Anajielezea. Unakuta amefika hapa amestop. Hawezi endelea tena. Hajui mbele huku ni nini. Huku mbele sisi tunaona safari zake zinaendelea. Story inaendelea. Mbona anaishia hapa? Ule upande ambao umeshindwa kueleza ni Mungu mwenyewe ndani yake. Kwa hilo jina lako unalolitumia ndio Mungu mwenyewe. Ndio maana huyo mwenye jina hilo hajawahi kufa. Ila wanasemaga mwili wa marehemu Hezroni. Mwili wa marehemu Agnes. Sasa huyu Agnes huyu tuliyekuwa tunacheza naye nyangiro mdodo na mpira. Huyu Agnes huyu. Sasa yeye yuko wapi? Lakini wanasema huyu ndio mwili wake. Huyu ndio nafasi ya Mungu ndani yako. Ndio nafasi ya Mungu ambayo ni upande ambao huwezi kuelezea. Ila sisi tunaona tu zinaendelea. Mbona uendelee unaishia hapa? Kwa nafasi ulionayo wewe sio ndogo. Ila unaishi upande mmoja tu. Michawi inakushinda kwa sababu yenyewe inaingia rohoni ambako wewe uingiaje. Wewe uko mwilini tu. Kumbe kote kwetu rohoni tunaingia, mwilini tunaingia. Mwilini huku, huu mwili sibebisana ni takatifu la Mungu. Sasa huu mwili huu kweli tuvishe viatu sasa. Tusichome na miiba, tutapata tetanus na magonjwa mbalimbali. Mwili wako inabidi utunze sana huo. Haleluya. Ndio maana nimesema sisi Mungu anaangalia mwili huku, sisi tunaangalia na mwili, Mungu anaangalia kweli roho, lakini mwilini huku ndio kunako mtangaza, kinatangaza kile vitu ndani yako kama ni kisafi. Mwilini. Sijawahi kuja hapa lakini ni mara yangu ya kwanza, lakini katika ulimwengu wa roho tuko pamoja. Zamani mimi nilikuwa nilipata kibali cha kupiga vyombo vya muziki vyote. Nimeanza kujifunza gitaa na miaka 8, mdogo sana. Kwa wapigaji wa kanisa la EAGT tumebaki wawili tu wa zamani. Wa zamani nimesema. Sasa hivi wengi wanapiga wengi. Wa zamani tumebaki wawili. Japokuwa na ile tunalega sasa tumefifia. Hiyo kazi tumeweka kwa watoto wetu. Mimi na watoto na binti wako ni waimbaji. Wanatumika kwa Mwasiposi bado. Mbalizi kwa mchungaji Ayubu Mwasiposi kwa EAGT pale Mbalizi. Wako pale. Wote wako pale. Hivi nimekuja huko mchungaji wake baadaye atanipigia simu. Wewe kuna mwanangu mmoja. Maana nilimkabidhi nikasema watoto wao gonga finya. Nataka nipate taarifa njema. Yaani vyote utakavyowafanya. Umeelewa? Wewe mama ambaye unamlea mtoto wako kijinga nyumbani unasema mtoto wangu usimchape fimbo. Akichapwa na baba anakimbilia kwa mama, unalizika mama. Unasema mwache mtoto wangu ngangomera mwanangu. Kumbe mtoto wako unamharibu. Utoto inafika mahali utoto wako huko kwa sababu hukupigi. Wanyakyusa wanasema linakuwa lipomole. Iliana likujipomole. Ile marema yani jinga linakuwa lijinga. Lijinga. Kuna majina mengi wanaliita litoto namna hata lisipoitwa linaitikaka tu. Alafu unakuta la kiume linaitika tu. Lijinga. Kumbe na limesetiwa hivyo na wazazi wake tangu linakuwa. Mtoto kumbe ndio apate adhabu tangu kana miezi 3. Aanze kujua kwamba hapa usipite. Hapa sio pazuri usipite. Mimi watoto wangu wamekula kichapo kiukweli hata bila sababu. Kwa sababu mimi naambiaga wazazi mtoto wako mchape kofi hata bila sababu ili uone analiact hivi. Yaani linakueje mtoto hivi. Ule litakapoamka ndio unagundua sasa litaenda kuishi na jamii. Kumbe ukulitengeneza tangu mwanzo. Mtoto analelewa kwa namna 3. Ya kwanza mpe haki zake kama mwanao za msingi. Ya pili mwandae anaenda kuishi na jamii. Ya 3 anaenda kwa mke wa mtu, mume wa mtu. Watakurudishia mtoto wako anasema ukafundwe vizuri na wazazi wako. Ni tusi. Ndio vile anasema mtoto acha kiota, hapigwi mtoto. Mimi babangu aliweka mpira wa mashine. Ulimpenda mpira uliokaa muda mrefu umekauka ule wa mashine. Ule ukatiki maana fimbo akaanza kuchapia fimbo ndani kutafuta vipande vya fimbo. Sasa fimbo zinakatika haraka kwa kutafuta mpira, akafikiria mpira. Sio ndani alimshauri. Mimi ni wa kwanza, tumezaliwa 11. Mimi wa kwanza.
tena wote ni watumishi wa Mungu. Kwa ninazungumza hivi kwamba mimi inayoonekana ni fimbo za baba. Siwezi kusema elimu imenifanya hivi. Elimu imekumbusha ambacho baba alinifundisha, ambacho wachungaji wetu walituchapa tukiwa watoto. Nenda Sunday tulichapa kwa vile ambavyo wazazi waliwekeza kwetu, ndio vinifanya mimi niwe mimi sasa hapa. Sio bidii zangu, sio juhudi zangu, wazazi waliwekeza. Mama yangu ameanza kazi ya Mungu yuko Igurusi pale. Ana miaka 6 naye sidhani kama imeisha. Sidhani. Tarehe 26 na Harambee pale. Mimi naenda kusimamia ibada kuanzia asubuhi na jioni. Lazima kazi ya Mungu isonge mbele. Nimesema wapigaji wa vyombo wa zamani tumebaki wawili. Mimi na Mwamwenda nafikiri mnamfahamu, ni mwalimu wa Kuski. Nafikiri mnamfahamu, yuko pale Mbalizi. Mnamfahamu. Basi mimi na Mwamwenda tumebakiwa. Kwa kija Mwamwenda apige vyombo sio kafikiria ajui. Muda umeisha tu. Na mimi muda umeisha tu. Sipigi vyombo, lakini nikishika kinanda hapa. Sema hakipo. Nikikupiga kinanda hapa mimi napiga chochote ambacho chochote kile. Kumbukumbu ipo. Juzi nilikuwa naisha semina kwa kiongozi wa watoto Bonde la Mbarali. Nilikuwa naisha semina pale. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa nikapata kaupeli kwa kugusa kinanda kidogo. Wakasema yani tumeteseka huko ndani, tunapiga ovyo, kumbe wewe yani unatuchora wenzio. Nikasema si wachori, ila hivyo tunaenda nayo hivyo. Mimi naona mnajitahidi. Mimi nimeanza kupiga ndani ndogo sana, kwa nina knowledge kubwa sana ya muziki, lakini tunaachana navyo hivyo. Sasa hivi tunafanya vitu vingine, hivyo tumewekeza kwa watoto wetu. Kwa hiyo sijui na yeye kama watachukua au watachamana. Kila mtu Mungu amemuumba kwa namna yake, lakini cha msingi ni kwamba msingi wa Mungu anataka nini? Kumbe tufanye Pasaka ni kukubaliana na hatua kutoka moja kwamba sasa utakuwa hivi. Kwa hivyo ambapo nasema tutakuwa hivi, hata mimi nasema na wewe uwe hivi. Ukikubali kuwa hivi, maana kumekubali kufanya Pasaka. Kwa sababu tuna ibada ya pili. Nisicheleweshe sana. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Sema Bwana Yesu, asante kwa neno lako la leo. Asante kwa kunifundisha upya. Asante kwa kunifanya niendelee kukujua zaidi. Nisaidie Yesu, ili niendelee kukujua zaidi. Baba, katika jina la Yesu, tazama kanisa lako la sasa. Ni kanisa gumu, linapitia mengi sana, lakini kwa sababu tayari ishara ya kwanza tumeifanya, tumefunga vitu vyetu, tumeacha kila kitu chetu, tumekuja hemani mwako. Ni ishara ya kwanza. Naomba hii ikaendelee kukufanya wewe uturehemu. Endelea kuturehemu Yesu, na endelea kutufundisha kama ulivyotufundisha leo, na lengo letu ni kukujua ili turudi kwenye mstari halisi
kwa maisha yetu ya kiroho. Turudishe tena kwenye sura yako, kwa sura yako, kwa mfano wako. Turudishe tena katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa sababu ibada ya jioni tunaenda kujiandaa nyumbani. Hii sasa hivi kwa homework, tukirudi nyumbani tukatafakari haya, ili tukaporudi mara ya pili tumalizie Yesu. Hatutaahirisha ibada mpaka tujifunze haya. Tutarudi tena, katukamate mikono yetu, turudi tena hemani mwako katika jina la Yesu. Amen. Karibu baba. Kwa wewe unayependa vitu vipya,